Kwa mara nyingine tena kukaribisha katika chaneli yetu ya T4Bskills. So hii ni chaneli ambayo nasaidia watu mbalimbali kufundisha namna gani ya kutumia social media. So kazi hii ni kujitolea, ninafanya kama vile fashion, ninafanya kama vile fani. So hiyo chaneli yangu sijaweka matangazo yoyote, unaweza kaangalia video na ulipie chochote, unaweza kauliza swali kwenye comment nikakujibu. Kwa hiyo huna uwezo wa kulipia chochote na tulipishi chochote, na swali tunakujibu free na nakusaidia free. So hakuna chochote ambacho unaweza ukalipia. Leo nilitaka nikuonyeshe ni jinsi gani unaweza kutangaza matangazo, ukaweka matangazo au kukuza biashara yako kupitia Facebook Ads. So ni Facebook ambao inakusaidia wewe kutangaza, kufanya matangazo kwenye biashara yako. Mfano wewe ni muuzaji wa nguo, unaweza kutumia tu shilingi 2000 ukatangazia dunia nzima kuhusu biashara yako na unakuwa unapata watu wengi na biashara yako itakuwa kwa rahisi na haraka zaidi. Kwa kutangaza biashara ni sehemu moja nzuri ya kujipatia wateja wengi katika biashara yako na ni sehemu nzuri ya kufanikiwa katika biashara. So ndio maana ninaona kwamba kuna umuhimu wa mtu kujua namna gani ya kutangaza biashara yake kupitia Facebook au Instagram account yake, na vile vile kwamba huduma hii nakumbusha kwamba ni marudio, ni kwamba kipindi hiki nimeshakielezea, lakini nikaona kwamba sio vibaya tena nirudie ili kukuelewesha zaidi na zaidi. So ni pale ninapopata muda ndio maana nafanya vitu kama hivi kukusaidia wewe ambaye sio kwamba kila mtu ndo anajua. Kuna mtu ambaye wewe ambacho unajua mimi sijui, na ambacho unajua mimi sikijui. Ndio maana nikaona kwamba sio mbaya niwe na share na wewe kile ninachokijua kupitia T4Bskills. Ni channel ambayo inafundisha maujanja mbalimbali kuhusu kutumia account. Kabla ya kuendelea, subscribe kwenye channel yetu, ukumbuke kutuachia comment yako ikiwa kwamba una kitu unahisi kwamba hujaelewa au unatamani kuishi, yani unawishi kwamba unataka ukijue, au kuna platform ambayo wewe unataka kujua kuitumia, basi mimi nitakuelekeza. Ni kwamba hatutoi namba kwamba tu tunakusiliana ili tukuelekeze. Kwenye comment yako tunaweza tukakutengenezea video yako ambayo unataka kwamba nataka kitu fulani nikielewe, tutakusaidia. Ni pale tutapopata muda tutakusaidia. Kwa hiyo ni free, sio utozi chochote. Hata kusaidia kuhusu kutengeneza account tutakusaidia. Maana ni bure, utolipia chochote. Ni kusubscribe tu kwenye channel yetu na kuwa na kuangalia video zetu basi. So leo unajua kwamba kuna umuhimu kwamba kwa kutumia Facebook na Instagram kwa sehemu moja. Hiyo inaitwa Facebook Suite, Facebook Business Suite. Ndo kuna mtu mtamkuta anakuambia ana Instagram account ila ana Facebook. Anajidai anajiona mjanja, kumbe hajui kwamba anakuwa anakosea. Ni kwamba ili Instagram iende sawa inabidi wewe uwe na Instagram account. Hiyo na Facebook account. Hiyo Facebook huwa ina control Instagram. Kwa maana Facebook ni mtoto wa Instagram. Kila kitu, vitu vyote anamtegemea, vitu vingi kwa asilimia kubwa anamtegemea Instagram. Anategemea Facebook, na ukiwa na Facebook unaweza kufanya mambo mengi kuliko mtu ambaye ana Facebook na Instagram tu. Kuna vitu ambavyo unatakiwa utakuwa na limit kuvitumia kama una Facebook account au hujai-connect kwa pamoja. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuiconnect Instagram na Facebook iko kwa pamoja. Kama mimi unavyoiona, ukiangalia alama ni ya Facebook, ukiangalia alama ni Instagram. Kwa hiyo zimeconnectiwa kwa pamoja. Sasa kama mada yetu ilivyo, kabla kuendelea kwamba mada yetu kwamba ninakufundisha namna gani unaweza kutengeneza matangazo. Leo nataka nikufundishe ni jinsi gani kwamba unaweza leo nataka nikuonyeshe machache kuhusu jinsi gani hii Facebook Suites, Business Suites inatumika. Kwa mfano, hapa ndo vitu vyote ambavyo unaviona. Hapa ni kutangaza, hii hapa ni shop. Kwa hiyo hii shop ni kwamba ili kuitumia inabidi uwe na Facebook account ili kutumia shop. Kwa hiyo hizo zote alama unazoziona hapa ni kwamba kuzitumia lazima uwe na Instagram account. Kama e-commerce lazima uwe na Instagram account, insights lazima uwe na Facebook account. Kwa hiyo vyote hivi kuvitumia lazima uwe na Instagram account. Unaweza kuona matangazo yote moja na weka sehemu moja. Kwa mfano, ili tangazo kuna matangazo yote ya Facebook na Instagram yanakuwa yanaonekana hapa. So hapa kuna kitu ambacho kimenizuia nisikuonyeshe vitu fulani. Kwa hiyo inabidi tu tuendelee. Usijali, next video nitakuja nikuonyeshe ni jinsi gani ya kuvitumia. So tukiwa tunaendelea ni kwamba
uko kwenye Instagram, uko kwenye Facebook account yako. Instagram account yako nimeiconnect na Facebook uko kwenye Facebook account yako. Facebook account yako nimeconnect na Instagram yako, inakuwa ni iko sehemu moja. Kwa hiyo unakuwa unafanya matangazo sehemu moja. Kuna umuhimu wa kufanya matangazo. Mfano, hii hapa ni kwamba nimelipia $0.77. Inafikiri biashara yangu imefikia watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo kwa katika kufikia watu ningeipost bila kuitangaza, watu hao wasingefika. Kwa hiyo nimetangaza tu kwa dola hii imefikia watu wengi. Kwa hiyo unaweza kuona nimetangaza kwa $5 imefikia watu 4000 na watu walipenda page yangu ni 300. Nimetangaza kwa $600 imefikia watu 7000. Kwa hiyo watu waliopenda ni 600. Kwa hiyo nimetangaza hapa imefikia watu 80,000. Kwa hiyo 8000. Kwa watu waliopenda hapa ni 395. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani umuhimu hapa wa kutangaza biashara inavyokuwa. Kwa hiyo mimi natangaza kidogo kidogo. Kwa mfano hichi kiatu hapa nikitangaza ni kwamba ni $6, lakini imefikia watu 14.83. Kwa hiyo ukiangalia hapa ni kwamba watu waliofikia ni watu 1114. So kwa hiyo kuna vitu vya kuzingatia unapotangaza. Kwa hiyo unapoenda kwenye matangazo, hatua ya kwanza ni kwamba unaangalia kwamba unataka nitangaze nini. Kitu gani ambacho unaenda kutangaza? Je, unataka utangaze Instagram account yako, Instagram post, unataka utangaze Facebook post, unataka upate more website visitors, kwamba ni watembeleaji, watu watembelee tovuti yako, au upate watu wengi ambao uwe na contact zao, au upate watu ambao wana click kwenye button yako. Hasa mimi katika maisha yangu, katika kutangaza uzoefu wangu, huwa nashauri kwamba tangaza biashara yako, watu wa like page yako, kwa sababu mtu akilike page yako utakuwa na uwezo wa kumtangazia tena baadaye. Kwa mfano, ukitangaza page, ukitangaza local business, ile iwage ni kwa inapita, lakini ukitangaza page, mtu atalike page yako na atakuwa fans wako. Kwa mara nyingine ukiposti ataona bila wewe kutumia matangazo. Lakini hizi zingine mtu akimfikia hataionaga tena. Kwa hiyo ndio maana nashawishi sana kama unataka kutangaza Instagram na Facebook, kutangaza kupromote page yako, uwe na followers wengi, upate followers. Usitangaze ku get more message, no. Tangaza promote your page. Mtu akiwa anatangaza page yako utakuwa unapata watu wengi. Aidha, unaweza kutangaza lengo moja. Mfano, unaweza kutangaza product, specific product ambayo umeilenga, kwa sababu unataka kutangaza inunuliwe haraka. Kwa hiyo unaweza kuitangaza ile product. Ndio njia nzuri mbili ambazo mimi naonaga zina umuhimu na ni nzuri. Kwa hiyo na ambazo unaweza kupata watu wengi. Kwa hiyo hii kutangaza page ni kwamba kwanza page yako itakuwa na followers wengi, na vile vile utakuwa unapata watu wengi wanaulizia kuhusu biashara yako. Kwa hiyo kuna umuhimu hapa wa kutangaza page yako. Ngoja tushushie kidogo. Kwa hiyo unaona kabisa nimekuambia umuhimu wa kutangaza page hii. Kwa hiyo una click hapa. Baada ya kushajua lengo una click. So baada ya kuclick, kitu cha pili wanakuuliza kwamba unatangaza kupitia nini. Kwa hiyo hapa unapokuwa unatangaza itakuwa na kuonyesha muonekano. Kwa hiyo hapo unatakiwa select video, select kitu kingine, watu, na kufundisha hatua kwa hatua ili uelewe na upate uelewa mzuri. Ukija kuangalia hapa ni kwamba hapo unaangalia picha, hapo unaangalia free stock, picha ambazo zitaburi, hapo unaangalia kwenye library yako picha ambazo zipo, hapo unaangalia image ambazo zipo. Kwa hiyo tuna click sehemu, unaweza kupendekeza yoyote. Mfano mimi napendekeza hii hapa, na click hiyo. Kwa hiyo hapa inakuwepo.
So unaweza ukaiona shop hii hapa. Baadaye hatua inayofuata ni kwamba kuweka maelezo. Kwa hiyo unaweza ukoje ukaweka maelezo hapa. Hapa unaweka maelezo specific, yani na product yako. Unaweza ukaweka kuhusu product yako. Kama mimi nimeweka haya ni maelezo yangu kuhusu product zangu. So baada ya kuweka hizo product, kumbuka kwamba kuna aina tofauti za kutangaza biashara. Ikiwa biashara yako unatangaza kuhusu kazi, nyumba au kitu cha social media cha jamii, kumbuka kuna namna ya kuitangaza, inakuwa ni tofauti. Unapokuwa ujui hilo, bidhaa zako utaona tangazo lako linakataliwa na bila kujua, bila sababu. Kwa mara ya kwanza ilinisumbua sana. Ndio maana tuko hapa tunakuambia ni namna gani wewe unaweza ukafanya ili isikusumbue. Na vile vile hatua inayofuata nyingine ni kuandika ni kuandika watu na walenga. Mfano biashara yako imelenga Tanzania, walenge wa Tanzania tu. Mfano biashara yako imewalenga Wakenya, walenge wa Kenya tu. Mfano biashara yako inalenga dunia nzima, lenga dunia nzima tu bila kuogopa. Kwa hiyo katika kuandika unatakiwa uandike. Hapo unatakiwa uandike watu wanaowalenga. Kwa mfano mimi hizi ambazo nimeandika, mfano Mwanza, Africana, yani ni unaweza kutoa jina lolote. Hii hapa wanakuwa wanachagua kulingana na watu unaofollow. You can choose through targets, yani through targets, yani ni watu ambao unakuwa unawataji wewe kwamba watu wa aina gani wa like piki yako, watu ambao wana interest na fashion na entertainment. Ila hii kutangaza hii kwamba interest waga siipendelee. Bora ukatangaza kile wewe unachokijua. Aidha unaweza kaandika watu wapya. Mfano watu gani unawalenga, mfano unaandika jina, mfano East Africa. Nataka East Africa country zote. Kama biashara yako ni ya wakike, inabidi uweke wanawake. Kama biashara ni ya wanawake, kama biashara ni kiume, weka wanaume. Una specific umri gani? Unaangalia umri ambao unataka uwatangazie. So unaweza kusema USA, United States of America. Kwa hiyo unaweza kuona United States of America imekaa hapo, na wengine ambao unawishi wawe kama unaweza kusema hata mfano Tanzania, utaona Tanzania hiyo hapo. Tanzania wale ni watu ambao unawalenga. Kwa hapo una USA, hapo na Tanzania. Unaweza ukalenga hata nchi zote unazozipenda. Kwa hiyo baada ya wewe kumaliza unaweza ukaja ukaangalia hapa, wewe nakwambia hizi fair board. Kwa hiyo wanatakiwa hizi ni board. Kwa hiyo watu milioni 88 ndio wanafikiri tangazo. Unaweza ukasave. Baada ya kusave, unajua kwamba hapa kuna watu milioni 88 ambao tangazo lako litawafikia. Na unapo save, unaona kwamba hii hapa East Africa ndo nani unaweza kuweka nyingi zaidi na zaidi kadri unavyoweza. So mfano unaweza kuweka hata hii Mwanza Africana. Unaweza kuona ni watu ambao kwa Lubumbashi, Kalemi, Katanga, DR Congo, Kivu. Kwa hiyo umri wao ni miaka 17 mpaka 57. Kwa hiyo hivi ndo vitu ambavyo unataka ujue kuvitumia. Kwa mfano ukiwa nani yako ni employment, ni kuhusu tangazo la kazi, au ni kuhusu credit, au ni kuhusu tangazo la nyumba. Kwa hiyo hivi vitu unatakiwa ubonyeze hapa. Kama ni credit unaweka, masuala ya mikopo na vitu vingine unaweka hapa. Masuala ya kazi unatangaza website ya kazi nini. Yaani unatakiwa utofautishe namna gani ya kutangaza hii biashara yako. So unapokuwa ufanye hivi, watakuwa watakata tangazo lako na utojua sababu ni nini. Kwa hiyo unatakiwa makini sehemu hii. Hii sehemu ni makini sana. Ngoja nirudie. Unapokuwa kwamba unatangaza kuhusu masuala ya kwa ajili ya kazi, yani biashara, profession yoyote, program yoyote, elimu nini, unatakiwa employment. Unapotangaza masuala ya mikopo, gari, nini, vitu vingine, unatakiwa uweke hapa. Unapotangaza masuala unauza nyumba au insurance, unatakiwa uje kuweka hapa. Kwa hiyo hapa tu ni bidhaa ambao kama unauza jeans nini hauwezi ukaweka.
Kwa hiyo hapo tunafuta, kwa sababu hii ni product, ni shop, ni product za nani, hazihusiani na hivyo. Kwa hiyo hata kwenye hapa watu ambao unawalenga, unaangalia na umri. Kama ni wanawake walenge wanawake tu, kama ni wanaume walenge wanaume tu, kama ni wote walenge wote. Inakuwa ni kitu ambacho kinapendeza sana. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, hapo unakuja kuangalia unataka tangazo lako lizunguke mpaka lini. For some people wanaweza kaweka liendelee tu kuwepo siku zote, ndo wanavyokuwa wanakata pesa zao. Watu wengine nasema hili tangazo lile la siku 3. Kwa hiyo unatakiwa uweke siku 3. Budget yako ni dola ngapi? Hapa wanakuonyesha. Unapoweka dola hizi utapata watu wa aina hii. Unapoweka dola 1, watu ambao nafikia tangazo hili 21 mpaka 65 kwa siku. So unapo spend, yani kwamba wanakuambia utatumia dola 3 kwa kutangaza biashara hii. Vile vile kwa hiyo kuna account za kutangazia biashara. Kama mimi nina account 3, kwa hiyo ni wewe mwenyewe, hizi account zinakuwa ziko automatic unapotangaza kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo zitakuwa ziko zinakuja automatic. Unapokuwa umefanikisha kuset mlolongo wote huu hapa, unamweka picha, umelizia, na nakumbusha kwamba hizi product uzingatie. Unapokuwa umeona kwamba umekamilisha kabisa, na unapoona kwamba tangazo lako ndio hili hapa linavyoonekana, na unaweza kaangalia hata kwenye simu. Ukaangalia hata kwenye simu linavyoonekana hivyo. So ukishamaliza hivyo, unaweza ukaja ukabonyeza hiki kitufe cha kupromote. Unapobonyeza hiki kitufe, ndio watakwambia kwamba tangazo lako litaangaliwa kwa muda wa masaa 24. Linapoangaliwa masaa 24, unaporudi tena utakuta liko active. Kwa hiyo ukiliona liko active, kwa hiyo tangazo lako limekubaliwa. Kwa hiyo unaweza ukaendelea kupromote kwa njia hiyo. Kwa hiyo ni kitu rahisi sana kupromote biashara yako, na nimekuambia faida za kupromote biashara. Karibu usubscribe kwa channel yetu. Na kama hujaelewa kabisa, tafadhali tuandikie comment yako, kwa sababu tuna video nyingi ambazo tulishaziandaa kuhusu hizi namna ya kutangaza biashara kupitia Instagram, na watu wengi wanaelewa, na kuna wengine wanasema turudie. Kuna watu wengine, kwa hiyo tunawakumbusha kupitia video ambao wamekosa kitu, tunakuwa tunakusaidia kupitia video zetu, tunakutumia linki. Asante sana, karibu katika T4B Skills, na usisahau kutembelea tovuti au channel yetu pendo kabisa ya shopicon.com. Shopicon.com ni sehemu ambao wafanyabiashara wanakutana, wanauza bidhaa zao kwa bei rahisi na nafuu. Ukitaka kununua biashara kutoka nje ya nchi China, unaweza kununua kupitia shopicon.com. Unaweza kutembelea shopicon.com. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo unaweza kununua bidhaa zote unazozitaka kutoka nchini China kwa bei rahisi na nafuu sana. Kumbuka kwamba shopicon.com wanatoa usafiri bure mpaka pale ulipo kuanzia China. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza ukajiunga nao na ukaanza kutangaza biashara yako na kuanza kuuza biashara yako, na mambo mengi yanafanyika katika hii program ya shopicon.com. Vile vile wanatoa elimu kuhusu biashara, namna gani ya kufanya biashara katika shopicon.com. Kwa hiyo hizi hapa ni website ambazo how to become interpreter au how to be a leader, Tanzua online store. Kwa hiyo ni mada mbalimbali, unaweza kutembelea blog yao na ukajifunza vitu vingi katika shopicon.com, katika harakati za kukuelimisha wewe mfanya biashara. Kwa hiyo unaweza kujiunga nao, wanatoa biashara kutoka China na kuzileta East Africa. Unaweza ukaweka order kwa kuwatembelea katika hiki kitufe, na unaweza ukaanza kukuza biashara yako taratibu. Unapotumia shopicon.com unafanya matangazo kwenye Facebook. Kumbuka kwamba kesho utegemea wewe unakuja kuwa tajiri wa baadaye, kwa sababu Shopicon ni msaada kwako. Na hii ndio tovuti ya shopicon.com. Asante kwa nasi. Usisahau kabisa tena na tena kusubscribe kwenye channel yetu. Ukiwa na swali kuhusu bidhaa zetu, au ukiwa na swali kuhusu Shopicon au T4B Skills,
usisahau kutuandikia kwenye tovuti yetu au kuacha comment hapo chini. Sisi tutakujibu. Asante.